Kwa jina naitwa Mama G. Ni mkazi wa eneo la Njiro Ndogo. Ani tatizo lililotokea hapa ni waizi walitoka hapa kuanzia saa 10 usiku. Ndio tatizo lilikuwa katika eneo hili. Kwa hiyo tuliposikia ukunga wa hiyo saa 10, waizi ndio wananchi walitoka nje. Kwa sababu watu huku pia wana hasira ya kuibiwa mara kwa mara. Mimi mmoja wao juzi Alhamisi iliyopita nilivunjiwa mlango mchana saa 5. Baada ya kuvunja mlango wameiba kompyuta, wamemaliza, wakasachi makabati, wakachukua hela kama 190, wakamaliza, wakafungua kabati letu sala nguo, maana hiyo hela ilikuwa kwenye kabati la nguo za mtoto. Wakafungua kabati, wakapekua, wakatafuta, hawakuona kitu. Kwa hiyo wakawa wamechukua ile kompyuta na hela. TV walichomoa nyaya zote lakini hawakuweza kuichukua. Waliacha nafikiri baada ya kuona kompyuta. Kwa hiyo unapoona wananchi wa eneo hili wanavyokuwa na hasira, wanakuwa na hasira kwa sababu wanaibiwa kila siku, na mtu anaibiwa anarekebisha milango yake ananyamaza. Anaibiwa anarekebisha milango ananyamaza. Na pia viongozi, tunaomba viongozi wa serikali ya mtaa huu wawe na, yani sijui nisemeje, yani changamoto zinatokea kwa sababu pia wawe na ushirikiano. Kama tukio la tangu saa 10 mwenyekiti wa mtaa halijui mpaka sasa hivi, inashangaza. Ila balozi naye anapigiwa simu. Kwa nini? Ina maana hawana ushirikiano? Viongozi wapo lakini hawana ushirikiano. Hawana ushirikiano. Washikamane, matatizo kama haya yataisha kwa wananchi. Tunapotoka kwenda kutafuta sio kwa ajili ya matumizi yetu tu. Sisi pia ni walipa kodi. Ukinunua umeme unalipa kodi. Ukinunua maji unalipa kodi. Kwa hiyo unaona wamama wanakuwa na hasira. Wananchi wanakuwa na hasira. Wamechoka kuibiwa. Hiyo panga mpya ni saa 10 lakini panga tayari ina damu. Ina maana kuna mtu kashakatwa kule uwanjani. Tukio la leo kama huyu unaona ameuawa, anaipigwa hapo chini wa pili, huyu ni kijana wa pili kati ya watatu walikuwa kwenye pikipiki mpya namba ES. Walikamatwa na madereva toyo asubuhi. Baada ya kuwakimbia wakawa wanazima taa usiku huo. Kwa hiyo madereva toyo, mwenyekiti wa toyo kule dampo sasa. Mwenyekiti wa toyo kule dampo ndo alikuwa na hasira, akamgonga huyo kijana mwenye yupi alikuwa anaendesha hiyo pikipiki. Hiyo saa 10. Ndo wakapiga kelele ya mwizi, ndo wananchi wakatoka. Walimkata mtu huko juu, sasa madereva toyo walivyokuwa wanawafuata ndo kukimbilia huku kujificha. Kwa hiyo madereva toyo na wenyewe walivyokuwa wengi wakawa wamezima taa, wakawavizia. Baada ya kuwavizia ndo wakawapata. Kilichotokea leo ni usiku wa jana, kulikuwa kuna mwizi amekamatwa, kumbe baina yake walikuwa wako wawili, mmoja kuchomwa moto na mwingine kukimbilia ndani ya nyumba yangu. Asubuhi ndo ananigongea mlango nimfungulie geti, maana nilikuwa nimefunga geti. Kutoka namuuliza wewe nani, ananiambia dada mimi ni mmoja wale waizi wa jana, nisaidie niweze kufanyaje kutoka hapa. Nikamwambia sasa nitakutoaje hivi, ngoja nikuitie nani balozi ili uweze kutoka kwa usalama, maana watu tayari wamekujua kwa usiku ule. Ghafla yeye akakimbia akaruka ukuta, ndo watu kupiga kelele za mwizi zeni kwa kuuawa. Hakutaka hata kunizuru. Alikuwa ananiomba tu nimfungulie geti. Ni mfululizo. Alhamisi juzi jirani yangu hapo alivunjiwa mlango. Tujui sasa ndo anaendelea kupigwa mwizi. Tunasubiria polisi waje wamchukue. Aise na wafanye kazi, waache kutumia madawa kulevya. Hamna hela rahisi, hela zote ni ngumu, wajitume tu. Ana mirungi, ana bangi, ana sigara, ana bulletproof. Mama Simon. Nikasikia watu wanakimbia wanapiga ukunga. Kuja hapa ndo nikaona ile tukio. Kweli ni tukio la kusikitisha, lakini hata sisi pia tunasikitika kwa sababu tunateseka. Yaani unakuta asubuhi unaenda asubuhi labda unaenda mjini, umedamka 11 ile. Unatembea huku unaangalia nyuma. Yaani unatembea huku unaangalia huku na huku kwa sababu usalama ni mdogo mno. Kwa kweli tunaomba kama watu wa vijana wameona hili, kuna ambao pia waache kwa sababu yani hawatapona huku. Watauliwa mpaka hapo watakapoacha kwa sababu tunateseka si wa mama. Yaani wa mama hasa si ndo tunateseka huku. Una kiela chako unaenda kununua kiroba chako cha ngogwe kimeshaondoka. Una kiela chako unaenda kununua mtumba wako ufanye kazi kimeshaondoka. Watoto wetu wakienda shule hatuna amani, sisi tunaobaki huko nyumbani. Kwa hiyo hili ni changamoto, ni tatizo, tunaomba jamani tusaidiwe katika hili. Leo kimetokea kama hivyo, mwizi umeona tayari ameshapigwa, ameshachomwa, ni kwamba hatapona. Tunaomba jamani kama kutakuwa na tusaidiwe. Ila mwishoni nilichokuta ni bangi na mavitu tu, yani maulevi. Aise wafanye kazi, wapambane. Huku kuna kazi nyingi, kuna kuchimba mitaro,
Kuna kazi, kuna kusaidia fundi, maana unaona kama hivi majengo yote ni mapya. Tunatuko kwenye maujenzi, wafanye kazi, wapambane kama watu wengine wanavyoona, wapambane. Yaani vijana wapambane, kuna makazi huko Kilombero, kuna kazi za kufanya huko Mbauda, wapi kwenye masoko. Wabebe makaroti, wabebe nini, waendelee, wapambane wapate kipato. Waache kutaka kipato cha haraka ambacho kinawaletea mateso kama hivi. Huyu ameteseka. Kwa hiyo yote atakayeona hivi, kweli wajifunze. Bwana, mimi naitwa Philbert Mrema, ni mkazi wa Mkono. Na nilipokuja nilikuwa naenda kwenye kazi zangu za ujenzi, nikakutana na ile tukio. Kuta watu wanapiga kelele, wanaitia mwizi, na mimi nikakimbilia. Kufikia hapa nikakuta huyu jamaa washamfanyia namna hiyo. Sasa basi ninachokiona, kama huyu bwana ameshiriki kwenye hili tukio, ni halali yake apate ujira wake kulingana na kitu alichokipenda. Kwa sababu kazi zipo nyingi za kufanya. Hawa ndio wanakuja kusababisha matatizo. Tunashindwa kukosa amani huku mitaani. Wanakuta vitu vya watu nje wanabeba. Kwa hiyo kwa hali hiyo basi sisi inatutatiza. Kwa tunapoona mambo kama haya, sisi tunatamani tu yaendelee, yani wapewe hivi ili iwe fundisho kwa wengine. Mimi naitwa Sumali Ntigili Onesmo. Ni mkazi wa mtaa huu wa kata ya Terati, mtaa wa Elangau, tukishirikiana na ubalozi wa Sokoniwani. Kwa hiyo kuna tukio limetokea hapa ambalo ni vijana ambao hawana kazi, ambao wamekamatwa wakiwa wanafanya matukio ya wizi kwa kuwapola wananchi. Mimi kwa kweli nilikuwa nimetoka kidogo, kwa nikapigiwa simu kwamba kuna wezi wamekamatwa maeneo yetu. Kwa hiyo ikabidi nije mara moja kuja kushuhudia tukio hili.